Francisca Valence Chazi, ni afisa afya wa wilaya ya Chato, nasimamia kitengo cha udhibiti taka na usafi wa mazingira. Leo tulikuwa na kikao ambacho kilihusisha wataalamu wa afya ya mazingira, ambako tumepitia utekelezaji wa shughuli zetu ambazo tumekuwa tukizifanya kwenye maeneo mbalimbali. Kama tunavyofahamu, maafisa afya tunafanya kazi kwenye maeneo tofauti tofauti, tunafanya kazi kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, tunafanya kazi kwenye jamii, tunafanya kazi kwenye taasisi, tunafanya shughuli nyingi za ukaguzi. Kwa hiyo leo tulikuwa tunapokea taarifa za kazi ambazo zimekuwa zikifanyika kwenye maeneo mbalimbali, lakini lengo kubwa ni kudhibiti magonjwa ya kuambukiza lakini pia yasiyoambukiza. Tumewekeana mikakati mbalimbali. Hii ni pamoja na kupokea taarifa kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti ya kata zetu. Mambo ambayo tumejadili sana ya msingi, tumekubaliana kuendelea kutoa elimu sana kwa umma ili jamii itambue na kuthamini kwamba usafi ni afya. Wajue kwamba usafi ni wajibu wa kila mmoja, sio wajibu wa serikali peke yake au sio wajibu wa kiongozi fulani, kwamba usafi ni wa kila mtu. Na tuna kauli mbiu ya mtu ni afya, inasema kwamba uchafu ulioko mbele yangu ni wa kwangu, ni mali yangu, usiupite. Kwa hiyo ukikutana na uchafu uko mbele yako, jua ni mali yako. Tumekubaliana kuendelea kutoa elimu ya kuzuia viashiria ambavyo vinasababisha magonjwa, kwa mfano uwepo wa vichaka ambavyo vinasababisha mazalia ya mbu na wadudu wengine wadhurifu ambao wanasababishia magonjwa, lakini na kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na njia mbalimbali za kujikinga, ikiwepo afya mahali pa kazi, katika mahali ambako watu wengi wanafanya kazi, migodini, viwandani na maeneo tofauti tofauti. Lakini tumeangalia pia hali ya usafi katika taasisi zetu, ikiwemo shule za msingi, za sekondari, maofisini, vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, na kuweka mikakati ya njia bora ya kuweza kuboresha huduma za usafi katika hayo maeneo. Kwa hiyo tunaamini kwamba yale ambayo tumeyazungumza na kuyawekeana makubaliano tutaenda kuyafanyia kazi. Lengo letu, tunataka wilaya yetu ya Chato iwe wilaya ya mfano kwenye swala zima la usafi, kuanzia kwa mtu mmoja mmoja, familia, taasisi na jamii nzima kwa ujumla. Wito wangu kwa wananchi wa wilaya ya Chato na majirani, tuzingatie swala la usafi. Usafi ni jukumu la kila mwananchi, na unapoishi kwenye mazingira masafi ni tahadhari kubwa ya wewe kujikinga na magonjwa. Tumekuwa na tabia ya baadhi ya wananchi kutupa uchafu ovyo, sana uchafu ambao mwisho wa siku unakuja kusababisha madhara ya magonjwa. Sambamba na hilo, matumizi sahihi ya vyoo, na choo ninachokiongelea ni kile choo ambacho ni bora. Nikisemea choo bora ni choo ambacho kimeezekwa, kina mlango, kina paa, kinasafishika, na tunatambua kwamba nyumba ni choo. Sasa kuna baadhi ya kaya hazina vyoo kabisa, au kaya inashia choo. Unakuta kaya 5 zinashia choo kimoja, au familia 4 zinachangia choo kimoja, kitu ambacho sio ustaarabu. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi, hebu tuzingatie usafi, tujipende, tupende mji wetu, tuipende Chato yetu. Chato ikiwa safi, hata sisi wenyewe tunajivunia kuishi kwenye mazingira ambayo yanakuwa ni safi. Hata watu watavutiwa, hata kuja kuwekeza. Utumishi wa umma ni tunahakikisha serikali iko tulipo kutoa huduma kwa wananchi, na mwisho wa siku kuna taswira ambayo inapaswa ionekane kule kwenye umma, lakini na kwa watu na kwa jamii kwa ujumla, na kwa watu wote ambao tunatarajiwa ionekane. Utumishi wa umma una matendo yako, tabia zako, muonekano wako, mambo unayofanya, lakini shughuli zako, mambo yote hayo yana aksi hali halisi ambayo inatarajiwa kuonekana. Tunapaswa kutoa huduma bora, tutoe huduma kwa weledi, lakini tutoe huduma katika mazingira ambayo yanakubalika. Tuwe na lugha ambazo zinakubalika, lugha za staha, lakini ambazo zinakubalika katika jamii.